Leo tarehe 17 ya mwezi wa pili mwaka 2026, Mahakama Kuu Masijara ndogo ya Dar es Salaam imekuwa inasikiza shauri dogo la maombi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu, ambaye anaomba kujiunga katika kesi namba 8323 ya mwaka 25 ambayo ilifunguliwa na Said Issa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na vile katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Katika maombi haya mwenyekiti Tundu Lissu katika nafsi yake kama mwanachama na kama mwenyekiti lakini akikazania kwamba anaomba apate ruhusa ya kuweza kujiunga katika shauri hilo kwa sababu ya maslahi mapana ambayo anafikiri anayo katika hiyo kesi, kwa sababu kesi inagusa shughuli nzima na uendeshaji wa chama. Sasa na vile itasaidia mahakama kuweza kutoa uamuzi ambao ni sahihi, ambao umeendana na umezingatia hoja zote za msingi au na taarifa zote muhimu za kuhusiana na jinsi gani chama kinafanya shughuli zake, na zile hoja ambazo zimewasilishwa na kina Said Issa na Mohamed na wenzake basi iweze kupata majibu ya kutosha. Sasa baada ya mawasilisho ya maombi hayo, upande wa mawakili wa Said Issa Mohamed pamoja Ahmed Rashid na Hamisi pamoja na Maulida na Komu ambao wameweka mapingamizi ya kupinga mwenyekiti Tundu Lissu kujiunga katika shauri hilo, wakisema kwamba hajatimiza vile vigezo vya sifa ya yeye katika kuingia katika kesi hiyo kwa nafsi yake. Vile wakisema kwamba kiapo chake kina matatizo, kwamba hajaweza kuthibitisha hizo taarifa amezipata wapi wakati yeye yuko gerezani kuanzia mwaka jana ule mwezi wa 4. Sasa leo ilikuwa ni siku ya kuweza hizo hoja kulikuwa mapingamizi kuweza kujadiliwa. Upande wa mawakili wa Said Issa wameweza kuwasilisha maelezo yao ya kupinga mwenyekiti Lissu kuweza kushiriki katika hiyo kesi, na baada ya hapo Tundu Antipas Lissu ameweza kujibu akionyesha kwamba yeye ana maslahi ya kutosha. Sheria mwenendo wa kesi za madai, ile amri kuu ya kwanza, amri dogo, kanuni ya kwanza mpaka zile ya 10 za sheria hiyo ya madai zinaruhusu kabisa kwamba yeye mtu yote ambaye ana maslahi na shughuli zinazoendesha, akaonyesha kwamba yeye ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuanzia mwaka 2004 na vile sasa ndio mwenyekiti wa chama hicho. Kwa hiyo ana maslahi makubwa katika hii kesi, kwa sababu amri ambazo zitatolewa na ambazo zimeombwa zinamgusa moja kwa moja yeye kama kiongozi na kama mwanachama. Na kwa upande wetu sisi kama mawakili wa bodi ya wadhamini pamoja na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo tuliunga mkono maombi ya hoja zile za wakili Lissu na kuonyesha kwamba kweli ana maslahi ya msingi, na upande wa mawakili wa Said Issa wakaweza kukazania hoja zao kwamba wao wanafikiri kwamba hana haki hiyo. Na jaji alikuwa anauliza maswali ya kuwauliza, je, kama hizo amri zikitolewa, je, Lissu binafsi atahusika vipi? Kaweza kusema kwamba Lissu atahusika kwa sababu yeye kama mwanachama ataguswa moja kwa moja. Kama kuna amri ambayo inazuia shughuli za chama inamgusa moja kwa moja. Kama inakidai chama kifanye vitu fulani au vya kisiasa au viache ubaguzi kama ambavyo inadaiwa, basi moja kwa moja hizo inamgusa yeye kama mwanachama. Basi baada ya hayo jaji amesema kwamba atatoa uamuzi wake saa 2:30 siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Asanteni sana.